Unajua, najiuliza maswali hapa, sababu dola 800,000 ambayo mteja alitaka kuinunua, lakini tukaamua tuache tukatengeze kwa dola 3,000,000. Si jambo baya, ni jambo zuri. Lakini Mheshimiwa Waziri, kwa nini mlisema kwamba kuna sensa 14 kwenye ile meli? Ni sahihi kabisa, na ikifeli sensa moja tu, maana yake mfumo wa meli umepotea. Lakini Mheshimiwa Waziri, tunaacha dola 800,000 tunaenda kutengeza kwa milioni 3 dola. Mheshimiwa, kidogo ni kigezo gani hapa kilitumika? Asante. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Shafi anasema anashangaa, na mimi nashangaa pia. Maana nashangaa hizi hesabu tunazipigaje? Chombo kimenunuliwa kwa dola milioni 22, tukakiuze kwa dola 800,000. Nadhani wao ndio ingekuwa wa mwanzo kuja kuipiga serikali kwamba imefanya maamuzi mabaya. Hapa serikali imeamua kuitengeneza. Sasa usiangalie pia hesabu tu, angalia na manufaa baada ya matengenezo. Tunaamini kabisa baada ya matengenezo yale chombo hichi kitakuwa na manufaa makubwa zaidi. Piga hesabu na hiyo benefit stream itakayotokea wakati chombo kile kinatoa huduma ni kubwa mno, ina outweigh hizo dola zake 800,000, lakini ina outweigh pia na cost ya matengenezo ya hiyo dola milioni 3. Hizo hesabu ni very simple. Waliosoma uchumi, Dr. Sada anajua. Mimi uchumi wangu wa kilimo, lakini kwa hesabu kama hiyo ya meli pia naweza kupiga. Kutakuwa na manufaa makubwa zaidi kwa kuitengeneza meli. Kuhusu sensa, Mheshimiwa, kwa sababu tulijua tatizo ni sensa na si mambo mengine. Sasa hivi tumeweka utaratibu wa kupata backup ya sensa zote, na tumewafundisha na tutaendelea kuwafundisha operators wetu waweze kujua kwamba ikitokea hitilafu hii wajue wanakwenda wapi, sensa ipi, na waweze kubadilisha. Kwa hivyo tuna backup system ya kutosha. Mheshimiwa Shafi Mohamed Shafi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi itakuwa ni mara yangu ya mwisho hii kusimama, lakini tu meli ya MV Mapinduzi ilinunuliwa kwa dola milioni 30.85. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo ya Mheshimiwa Waziri, mimi nilitaka nifahamu, Mheshimiwa Waziri, ile meli ilikuwa ina mkataba. Hizi gharama zote tulizoingia ndani ya miezi 9 au tuchukulie huo mwaka mmoja, je, huu mkataba wao sisi haukutulinda? Kwa sababu meli waliotukabidhi ilikuwa mbovu, na kama ilikuwa mbovu kwenye mkataba wao, bila ya shaka hizi gharama walitakiwa wazibebe wao. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi tunaomba tuendelee. Mheshimiwa, nitampa waziri aseme mwisho, alafu tutaendelea. Pamoja na kwamba Mheshimiwa Shafi ameshakubali tuendelee, lakini naomba niweke sawa jambo moja. Na nilisema kwamba meli ile haikununuliwa mbovu, na hilo nasimama kwenye hoja hiyo. Haikununuliwa mbovu kwa sababu toka inaanza kujengwa kule Busan, Korea ya Kusini, timu ya wataalamu wetu walikuwa wanakwenda katika stage zote mpaka kwenye key lane, toka kukata mabati wamekwenda, kuweka key wamekwenda, kwenye kuinaugurate wamekwenda. Lakini pia tulikuwa na kampuni ya usimamizi, Lloyd's Society of Classification, ndio ilikuwa ikisimamia ubora wa meli ile. Unless kwamba huyu Lloyd's hatumuamini, tunajiamini sie.
ni International Company ya Classification Society imesimamia meli ile. Kwa meli ni mpya. Haya maneno ya kwamba meli mbovu huwa tunayasikia, lakini mheshimiwa, kilichoharibika ni kwamba wakati inafanya kazi meli ile, sensa ililia ikaliza alamu, na wale mainjinia wetu walikiri ndani ya kikao, na mie nipo, wala sijahadisiwa, kwamba alikiri mzee, sisi tulivyoona kelele zimekuwa nyingi tulikwenda ng'oa zile alamu. Hilo ndio kosa lilotokea, na wewe ulikuwepo kwenye wizara, unajua. Walipong'oa zile alamu, meli ikanyamaza kimya kweli, kwa sababu tushang'oa, lakini cooling system ndio ilikuwa na matatizo. Kwa hivyo engine ika overheat, vifaa vikasagika. Hilo tatizo la meli ile. Kwa hivyo sio meli chakavu, sio kwamba tumenunua mkenge, si sahihi Mheshimiwa. Swala la ununuzi wa meli na kuunga mkono, kwa sababu wakati huo meli ilikuwa ni memba wa bodi wakati inajengwa ile meli, memba wa bodi ya shirika la meli, makamu mwenyekiti kwenye ile bodi. Kwa hiyo si kweli kwamba ilinunuliwa meli chakavu. Meli imetengenezeshwa na serikali kama hivyo wanavyoeleza waziri. Nadhani uko sahihi mheshimiwa.